Karibu tena siku nyingine, tunakwenda kupata somo zuri, somo ambalo ni mwendelezo wa somo lile ambalo tulianza linalosema mpinga Kristo yu mlangoni. Basi ukipata nafasi tupige magoti tuweze kumwomba Mungu wetu wa mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru, tunaomba uwe nasi katika ubili hili. Tunaomba kupitia jina la thamani, jina la Yesu Kristo. Amina. Tunakwenda kuona hii pembe ndogo kwa undani zaidi na kwa nini iling'oa hizi falme kuu tatu. Pembe ndogo ni pembe gani? Pembe ndogo ni pembe gani? Tunapojifunza katika kile kitabu cha Daniel 7 na lile fungu la 7, neno la Bwana linasema, baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa nne, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Huyo ni mnyama wa nne. Kwa hiyo huu mnyama wa nne ndio chimbuko la hii pembe ndogo. Fungu la 8 anasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Hii pembe ndogo ni nini? Ni ufalme gani ambao ulizuka katikati ya makabila haya 10 na kung'oa hizi pembe 3? Sasa tutampata huyu pembe ndogo kwa kuangalia sifa zake. Hii pembe ndogo ilitokea baada ya falme 10 kuanza kujitawala zenyewe. Yaani baada ya dola ya Rumi kugawanyika na kutokea makabila 10, ndipo hii pembe ndogo baadaye ikazuka. Kwa hiyo ilianza kuzuka baada ya 476, baada ya hizi falme 10 za Ulaya kuanza kujitawala zenyewe. Kwa hiyo ilianza hivyo. Lakini pia sifa nyingine ya hii pembe, ili tuweze kuitambua, iling'oa wakati inapata mamlaka kidunia, iling'oa pembe au iling'oa mataifa 3 ambayo yalikuwa yanapingana nayo. Tutakuja kuona sifa nyingine ya hii pembe ndogo au ufalme mdogo. Ilikuwa ni tofauti na falme zingine zote. Tukumbuke kwamba ufalme wa kwanza kuitawala dunia ilikuwa ni Babel, ambayo yenyewe ilikuwa imejikita kwenye habari za siasa tu. Lakini pia ufalme wa pili ni ufalme ambao ulitawala dunia baada ya Babeli, ni ufalme wa Umedi na Uajemi, nayo ilikuwa inahusika na habari ya siasa tu. Lakini pia ufalme wa tatu kutawala dunia ni ufalme wa Uyunani, ambao nao ilikuwa inahusika na habari ya siasa tu. Lakini pia na ufalme wa 4 kutawala dunia ulikuwa ni utawala wa Rumi, ambao ulikuwa pia unahusika na habari ya siasa tu. Sasa hii pembe ndogo wakati inachipuka ikaonekana kwamba ni tofauti na zile falme zingine. Kwa nini? Yenyewe ilikuwa imechanganya vitu viwili kwa wakati mmoja. Ilichanganya siasa, lakini pia ikachanganya na habari za Mungu, yani habari za dini. Kwa hiyo ikawa ni ufalme ambao ulikuwa imebeba vitu viwili kwa wakati mmoja, ni siasa, lakini pia pamoja na mambo ya dini. Kwa ndio maana ilionekana kwamba yenyewe ni tofauti kabisa na zile falme zingine. Lakini pia sifa nyingine, mpendwa, ni kwamba ufalme huu ulitawala dunia. Hii pembe ndogo ilitawala dunia kwa muda wa miaka 1260. Ilianza kutawala tangu 538 mpaka mwaka 1798 AD. Kwa kutoka mwaka 538
mpaka mwaka 1798. Ukitoa hapo unapata ni miaka 1260, na ufalme huu ulitabiriwa katika Biblia kwamba itatawala kwa kipindi hicho. Lakini pia tunakuja kuona sifa nyingine ya utawala huu ni kwamba ilishiriki kuwaua watakatifu. Ilishiriki kuwaua watakatifu. Hebu tuone katika kile kitabu cha Ufunuo 13 na lile fungu la 7. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na lugha na jamaa na lugha na taifa. Kwa hiyo ufalme huu kuna wakati ulionekana kwamba inapingana na watakatifu, inapigana, inawaua watakatifu, ikaonekana kama inashinda. Kwa hiyo Biblia ikasema kwamba akapewa nguvu, anasema tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Ufalme huu pia ina sifa au ilikuwa na sifa ya kubadili majira na sheria. Ilikuwa na sifa ya kubadili majira na sheria. Tukisoma kwenye kitabu cha Daniel 7 na lile fungu la 25, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Kwa huu ni ufalme ambao ulibadili, uliazimu, ulijaribu kubadilisha majira na nini na sheria. Sheria gani? Za Mungu. Ilijaribu kubadilisha. Sheria za Mungu haziwezi kubadilika, zinabaki vile vile. Lakini sasa utawala huu uliazimu, ulidhamiria kufanya mabadiliko hayo, lakini neno la Bwana haliwezi kubadilika. Lakini pia katika ufalme huu tunaona kwamba ina sifa ya kunena maneno makuu ya makufuru. Tutaangalia maneno mawili ambayo utawala huu wa Rumi unayanena. Jambo la kwanza, anajiita yeye ni Mungu. Yeye ni nani? Ni Mungu. Anajiita yeye ni Mungu. Unaposoma kitabu kinachoitwa Prompta Biblica Canonica gombo la sita na ule ukurasa wa 438 na ukurasa wa 442, maneno yaliyoandikwa katika ukurasa huo ni yanasomeka kama ifuatavyo. Anasema, Papa ana cheo kikuu mno, tena ametukuzwa mno kiasi kwamba yeye si mwanadamu tu, bali kama ilivyo ni Mungu. Tena ndiye aliye badala ya Mungu. Kwa hiyo anayepaswa kuitwa Mungu ni yule aliye juu, aliye hai. Sasa utawala huu wa pembe ndogo wa upapa yenyewe inajiita kwamba yeye ni Mungu na anakaa sehemu ambako Mungu, yaani yeye ni mbadala wa nani? Wa Mungu. Hicho kitu ni maneno ya matukano, makufuru. Anakufuru huyu, anajiita yeye nani? Ni Mungu. Kwa kitendo cha kujiitwa Baba Mtakatifu ni hali au ni tabia ya shetani ya kutaka kuchukua kiti ambacho sicho cha kwake. Lakini pia jambo lingine ambalo linaonyesha kwamba anatoa makufuru, anamtukana Mungu. Anasema kwamba anao uwezo wa kusamehe dhambi. Ibada ya kitubio, kuungama dhambi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Padre, unibariki kwa kuwa nimetenda dhambi. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nawe padri wangu, sijaungama tangu wiki, mwezi au miezi, mwaka au miaka, kipindi ambacho haujaungama dhambi. Dhambi zangu ni hizi. Hapo taja dhambi zako na ni mara ngapi umetenda. Najuta dhambi zangu zote nilizoungama na nilizosahau. Yesu mwana wa Mungu, unihurumie mimi mkosefu. Subiri sala na maagizo kutoka kwa padre. Kisha
Padre anaweza kukwambia useme sala ya kutubu au majuto. Pia padre ataweza kukupa sala au kitu cha kufanya kama malipizi ya dhambi utakayofanya baada ya kutoka kwenye maungamo. Mungu wangu, nimetubu sana dhambi zangu, kwani ndiwe mwema, ndiwe mwenye kupendeza. Wachukizo ni kwamba ana sifa ya kutaka kuabudiwa. Tunaona watu wanaenda kumwinamia, watu wanabusu, wanalala kabisa chini. Ana sifa ya kutaka ibada. Ana sifa ya kutaka nini? Ibada. Hebu tusome kitabu cha Mathayo sura ya 4 fungu la 10. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo anayetakiwa kusujudiwa ni Mungu peke yake, ni Mungu peke yake. Lakini mamlaka hii inadai ibada, inataka kusujudiwa, jambo ambalo inachukua mamlaka ya Bwana. Tunapozungumzia ufalme huu wa pembe ndogo, maelezo yake ni kama ifuatayo. Huu ufalme wa 4 kutawala dunia, ambao ulikuwa ni ufalme wa Rumi, ulikuwa umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza kulikuwa kuna Rumi ambayo ilikuwa inajihusisha na habari ya siasa tu. Yaani yenyewe ni siasa, hawana habari za Mungu. Hawajui habari za Mungu. Hao ndio wakina Kaisari, kina Herode, kina Pilato na wengine wengi. Lakini pia sehemu nyingine katika kwenye hii himaya ya Rumi kulikuwa kuna wana imani zao za kipagani. Walikuwa na imani zao za kipagani, habari za kuabudu mizimu, kuabudu mambo ya wafu. Walikuwa wana ibada zao. Kwa walikuwa na kiongozi wao wa dini, ambaye anahusika na habari za dini. Na huyu kiongozi wa dini, kipindi ufalme wa 4 ukiwa unatawala dunia, alikuwa jihusishi na habari za siasa. Lakini baada ya kufika mwaka 476, baada ya hii Rumi ya kidini kukosa nguvu, ikakabidhi sasa mamlaka yake kwa kiongozi wao wa kidini, ambaye kwa kipindi kile walikuwa wanamuita kaka. Na huyu kaka cheo chake kikawa kinazidi kupanda, baadaye akaanza kuitwa Baba Mtakatifu. Kwa hiyo kiongozi wa Kirumi ambaye alikuwepo kwa kipindi kile, Kaisari Justinian, alipoona kwamba mamlaka yake ya kutawala dunia ni ngumu tena, hana hiyo nguvu, akachukua mamlaka ile akamkabidhi nani? Akamkabidhi kiongozi wa kidini. Na alipomkabidhi kiongozi wa kidini, sasa kiongozi wa kidini yeye ndiye kakaa sehemu ya Kaisari. Kwa hiyo tunapojifunza pembe ndogo ni utawala wa upapa. Hiyo ndio pembe ndogo. Kwa hiyo pembe ndogo hii, kuanzia somo lijalo tutaanza kuiangalia kwa undani zaidi, namna inavyokuja kutawala dunia tena, namna ilivyotawala dunia na namna itakavyotawala dunia tena. Bwana akutie nguvu, Bwana anitie nguvu. Karibu katika somo lijalo. Piga magoti tuombe. Baba yangu wa mbinguni, nashukuru, naomba uniongoze katika somo lijalo. Msaidie msikilizaji naye aweze kuelewa, ili jina lako liendelee kutukuzwa. Naomba na kushukuru kwa jina la thamani, jina la Yesu Kristo. Amen. പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവ അവരോട് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുവോ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.